Uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran usingewezekana bila kuwepo kwa kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo ya Falme za Ghuba. Kambi hizi hutumika kama vituo muhimu vya kupeleka uwezo wa mashambulizi wa Marekani. Uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hili kwa muda mrefu umekuwa nguzo ya mkakati wa sera ya Marekani. Lengo lake ni kuhakikisha usalama wa usambazaji wa mafuta duniani, kulinda washirika wake na kuzuia vitisho vya kikanda ambavyo kulingana na simulizi za Marekani na Israel, vitisho hivyo vinatoka hasa Iran. Meli ya kijeshi ya Marekani ijulikanayo kama Fifth Fleet ni nguzo muhimu ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Operesheni zake zinahusisha Ghuba ya Uajemi, mlango wa Hormuz na maji yanayozunguka eneo hilo. Kambi muhimu ziko Bahrain, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu, UAE, Saudi Arabia na Oman, na zinajumuisha makao makuu ya kijeshi, miundombinu muhimu, vituo vya usafirishaji wa vifaa, kambi za anga pamoja na bandari. Kabla ya Operation Epic Fury dhidi ya Iran, Marekani ilitarajia mashambulizi ya kulipiza kisasi na ilipunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wanajeshi na wafanyakazi katika kambi hizi. Hata hivyo, kupelekwa kwa vikosi zaidi vya mashambulizi na mifumo ya ulinzi wa makombora kumesababisha kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hili. Tuangazie meli hii kubwa ya Fifth Fleet ya jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hili. Meli hii ya Fifth Fleet ilianzishwa tena mnamo mwaka wa 1995 baada ya operation ya Desert Storm dhidi ya utawala wa Saddam Hussein nchini Iraq. Ilionekana wazi kwamba katika eneo lisilo na utulivu kama hili, jeshi la wanamaji la Marekani lilipaswa kudumisha uwepo wa kudumu ili kuunga mkono kile Marekani inachokiita ni demokrasia na uhuru. Leo meli hii ya Fifth Fleet inasimamia operation katika eneo la takriban maili za mraba milioni 2.5 kuanzia Ghuba ya Uajemi hadi sehemu kubwa ya Bahari ya Hindi. Makao makuu ya meli hii kubwa ya Fifth Fleet yako huko Bahrain, katika kituo kikuu cha jeshi la wanamaji cha Marekani mjini Manama kinachojulikana kama Naval Support Activity Bahrain au NCA Bahrain. Kiko katika wilaya ya Jubair na kinajumuisha majengo kadhaa ya jiji kama magala, vituo vya mawasiliano na ujasusi, uwanja wa baseball na makazi ya wanajeshi. Kituo hiki huratibu operesheni za meli zikiwemo makundi ya meli za kivita kama USS Abraham Lincoln, waharibifu wa daraja la Arain Burke, manowari na meli nyinginezo ambazo zinafanya kazi ndani ya eneo la meli hii kubwa ya Fifth Fleet. Fifth Fleet pia ilishiriki katika operation ya Ernest Will ya mwaka 1987 hadi mwaka 1988 zilizolenga kulinda meli za mafuta, na Praying Mantis ya mwaka 1988 zilizolenga kushambulia majukwaa ya mafuta ya Iran katika Ghuba ya Uajemi. Pia ilishiriki katika vita vya Iraq vya mwaka 2003 na operation dhidi ya ISIS na Houthis wa Yemen. Kwa sasa meli hii pia inahusika moja kwa moja katika operation Epic Fury dhidi ya Iran. Tuangazie kambi hizi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Tukianzia na huko Bahrain ambako kuna kambi ya kijeshi ya Marekani ijulikanayo kama NCA Bahrain. Kituo kikuu cha jeshi la wanamaji la Marekani na makao makuu ya Fifth Fleet ni NCA Bahrain, ambacho kwenye ramani mara nyingi huandikwa tu kama US Naval Base. Marekani ilirithi kituo hiki kutoka kwa jeshi la wanamaji la Uingereza mnamo mwaka wa 1971. Baada ya meli hii kuanzishwa tena mnamo mwaka wa 1995, makao yake makuu yaliwekwa huko Bahrain. Karibu na kituo hicho kuna kituo kikuu cha vifaa chenye bandari pamoja na hospitali, bandari ya Khalifa bin Salman iliyopewa jina la waziri mkuu wa zamani wa Bahrain. Mizigo yote ya meli hiyo hupitia katika bandari hiyo. Kwa kawaida hadi wanajeshi 8,500 wa Marekani huwa katika kituo hiki wakati wa amani, lakini hata hivyo, kutokana na mapigano yanayoendelea sasa, idadi hiyo imepunguzwa hadi takriban wanajeshi 1,000. Kituo hiki kinalindwa na mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na mifumo ya Patriot. Pia kina moja ya vituo vikubwa vya mawasiliano ya anga za juu pamoja na ujasusi wa ishara. Kituo hiki pia kinashambuliwa na makombora ya ballistic ya Iran na droni za kamikaze za Shahed katika mzozo huu unaoendelea sasa. Tuangazie kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko huko Qatar na kituo cha anga cha Al Udeida.
Al Udeid Air Base ilijengwa na Qatar mnamo mwaka wa 1996 chini ya makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi baada ya Operation Desert Storm. Lengo kuu lilikuwa ni kuhakikisha uwepo wa kudumu wa kijeshi wa Marekani ili kuzuia vitisho kutoka nchi jirani, hasa Iran. Marekani ilitumia kituo hiki kwa mara ya kwanza mwaka 2001 kwa operation nchini Afghanistan. Baadaye kikawa kituo muhimu cha kuratibu operesheni za jeshi la anga la Marekani. Leo Al Udeid ni kituo kikubwa zaidi cha anga cha Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kikihifadhi hadi wanajeshi 10,000 wakati wa amani, lakini idadi hii ilipunguzwa hadi takriban wanajeshi 5,000 mnamo mwaka wa 2026. Kina uwezo wa kupokea ndege kubwa za kijeshi kama vile C-17 transport aircraft, B-52H na B-1B bombers, F-22 na F-35 fighter jets. Pia kuna ndege za kuongeza mafuta angani, ndege za msaada na droni za RQ-4 Global Hawk pamoja na MQ-9. Hivi karibuni kituo hiki kimekumbwa pia na mashambulizi kadhaa ya makombora na drone kutoka Iran. Tuangazia kambi za kijeshi za Marekani zilizoko huko Kuwait, ambazo ni Camp Al-Fajan, Camp Buireng pamoja na Al-Salem. Kambi za Marekani nchini Kuwait zilianzishwa baada ya Operation Desert Storm, wakati majeshi ya muungano yalipoikomboa Kuwait kutoka uvamizi wa Iraq. Vituo vikuu ni Camp Al-Fajan, Camp Buireng pamoja na Al-Salem Air Base. Hivi hutumika kama vituo muhimu vya vifaa na kusaidia operation za CENTCOM. Iran ilianza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Kuwait Februari 28 mwaka huu kwa kutumia makombora na drone. Mashambulizi hayo yalijumuisha makombora ya zamani ya mafuta, makombora ya kisasa ya Fateh 110, droni za Shahed 136 pamoja na makombora ya cruise. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya kwanza rasmi vya wanajeshi wa Marekani katika vita hivi vinavyoendelea sasa. Kambi nyingine ya kijeshi ya Marekani ipo katika Falme za Kiarabu UAE inayojulikana kama Al Dhafra pamoja na bandari ya Jebel Ali. Nchini UAE, Marekani ina vituo viwili muhimu ambavyo ni Al Dhafra Air Base pamoja na bandari ya Jebel Ali. Al Dhafra Air Base iliyoko karibu na Abu Dhabi ni kituo cha pamoja cha UAE na Marekani na kina takriban wanajeshi 5,000 wa Marekani pamoja na wanajeshi wa UAE. Bandari ya Jebel Al ni mojawapo ya bandari kubwa zaidi za bandia duniani na kituo kikuu cha vifaa cha jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo. Iran imefanya pia mashambulizi ya makombora pamoja na droni dhidi ya vituo hivi, yakisababisha uharibifu wa anga, njia za ndege, magala pamoja na miundombinu ya bandari. Nchini Oman, uwepo wa Marekani nchini Oman ni tofauti kwa sababu hakuna kambi kubwa za kudumu. Badala yake, Marekani hutumia kambi ya kijeshi ya Ras Tomrait, Ras Masrai Air Base pamoja na bandari za Dugma na Salalah. Vituo hivi hutumika kwa usafirishaji wa vifaa, mafunzo, lakini pia husaidia operesheni za meli ya Fifth Fleet. Kwa kuwa Oman mara nyingi hufanya upatanishi wa kidiplomasia, Iran imeepuka kushambulia moja kwa moja vituo vya ndani vya nchi hiyo. Nchini Saudi Arabia, mshirika mkubwa wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ni Saudi Arabia. Uwepo wa Marekani unalenga hasa Prince Sultan Air Base ambayo ni kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo karibu na mji wa Riyadh. Kituo hiki kinasaidia operation za CENTCOM, ulinzi wa makombora na kukabiliana na vitisho kutoka kundi la Houthi la Yemen. Iran imefanya mashambulizi ya makombora ya ballistic pamoja na droni za Shahed 136 dhidi ya vituo vya kijeshi vya Saudi Arabia na pia dhidi ya miundombinu ya kampuni ya mafuta ya Aramco. Kwa kuhitimisha, hali katika eneo hili la Ghuba ni tete sana. Kwa kushambulia falme za Ghuba, Iran inaonekana kujaribu kuzishinikiza nchi hizi zishinikize Marekani kusitisha kampeni yake ya kijeshi. Inaonekana shinikizo kama hilo linawekwa kwa Marekani. Lakini hata hivyo, bado haijulikani kama Iran itaweza kuepuka kuvuka mstari ambao unaweza kusababisha majibu makali kutoka kwa majirani zake, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya anga. Kwa sasa, inaonekana bado Iran inaepuka kufanya hivyo. Ni kipi ambacho kitajiri? Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kitakuwa kinaendelea katika mzozo huu.